Iran inatajwa kufungua milango kwa mashambulizi ya mapema dhidi ya Israel na Marekani kama kujibu maandamano ya nchi nzima. Baraza la Usalama la Kitaifa la Iran limetoa taarifa ambayo ilionya kwamba uvamizi wowote wa usalama wake au uadilifu wa taifa utakabiliwa na jibu linalofaa lililolengwa na madhubuti. Wakati maandamano yanapoendelea kuongezeka kote nchini Iran, mnamo Jumanne, Baraza la Ulinzi la Kitaifa lililoanzishwa tena nchini humo lilitoa taarifa ambayo ilionekana kuacha mlango wazi kwa hatua za kijeshi za mapema na kuonya kwamba Tehran haitajiwekea kikomo kwa majibu ya kulipiza kisasi ikiwa inaona vitisho madhubuti vya usalama wake vinajitokeza. Katika taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya serikali wakati wa mchana, baraza hilo lilisema kwamba usalama, uhuru na uadilifu wa ardhi ya Iran unajumuisha mstari mwekundu usioweza kuvukwa na kwamba uvamizi wowote juu ya maslahi hayo utakabiliwa na jibu linalofaa linalolengwa na madhubuti ndani ya Iran. Ndani ya mfumo wa kujilinda halali, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haizingatii kuwa na kikomo cha kujibu baada ya hatua hiyo inayozingatia dalili za tishio kuwa sehemu ya mlingano wa usalama, ilisema taarifa hiyo. Ujumbe huo, hata hivyo, huku ukiacha kutaja majina ya wapinzani maalum, umeibua maswali iwapo Tehran inaashiria utayarifu wake wa kufanya mashambulizi ya mapema dhidi ya wanaodhaniwa kuwa maadui ambao ni pamoja na Israel pamoja na Marekani, huku kukiwa na mvutano mkubwa katika eneo hilo kufuatia vita vya siku 12 vya mwezi Juni na Israel na machafuko ndani ya Iran. Baraza la Usalama lilishutumu maadui wa muda mrefu wa Iran ambao hawakutajwa kwa kufuata mbinu iliyohesabiwa inayolenga kusambaratika kwa Iran pendwa kupitia matamshi yanayozidi kuongezeka na kile kilichotajwa kuwa matamshi ya uingiliaji kati ambayo yanakiuka sheria ya kimataifa. Vitendo kama hivyo, ilionya, haviwezi kufutwa bila majibu na vitakuwa na matokeo. Maana yake ni kwamba Iran inamaanisha ikiwa wakati huu taifa kama Israel na Marekani zitatumia mwanya wa uwepo wa maandamano yakidhani kwamba Israel haiwezi kajibu, basi Israel itajibu vikali. Ndicho ambacho kilimaanishwa katika mkutano huo wa Baraza la Usalama. Kuongezeka kwa matamshi ya vitisho na kuingiliwa ambayo huenda zaidi ya maeneo inaweza kutafsiriwa kama tabia ya uhasama, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa kuongezeka kwa kasi kutakabiliwa na jibu sawia, thabiti na la kuzuia, na wajibu kamili wa matokeo ukiwa na wale walio nyuma yake. Kauli hiyo ilihitimishwa kwa aya ya Qur'an ambayo mara nyingi hunukuliwa na maafisa wa Iran katika muktadha wa kulipiza kisasi, ambayo imeeleza ikisema kwamba basi yeyote anayekudhulumu basi amdhulumu kwa kipimo sawa na kile alichokudhulumu. Ingawa baraza hilo halikutaja kwa uwazi Israel au Marekani, muda wa taarifa hiyo unakuja siku chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuonya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya ghasia dhidi ya waandamanaji katika chapisho la Januari 2 kwenye jukwaa lake la Truth Social, ambapo Trump alisema kwamba ikiwa Iran itawaua waandamanaji wa amani, Marekani itawaokoa. Maafisa kadhaa wakuu wa Marekani wamekariri maonyo kama hayo katika wiki za hivi karibuni. Waandamanaji wanaonyesha ishara ujumbe kwa Netanyahu, ambapo video zilizotumwa kutoka ndani ya Iran wakati wa siku 10 za maandamano zimewaonyesha wa Iran wakiwa na ishara na ujumbe kwa Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ikiwa itatokea vita katika kipindi hiki cha maandamano, ni wazi maandamano hayo yataisha wakati huo huo, huku serikali ikiendelea na mapambano ya kupambana dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Wengi wataondoka mitaani kutokana na kwamba watahofia maisha yao, kwa sababu Israel itafanya mashambulizi kama ilivyofanya katika kipindi cha Oktoba 12, lakini wakati huo huo Iran itaamua kufanya mashambulizi makubwa yenye kasi kwa kutumia aina mbalimbali za makombora, ambapo imetajwa zaidi ya makombora 2000 yako tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi, wanasema wachambuzi wa mambo. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ameonekana kulenga kuhusika kwa Israel katika maandamano ya siku ya Jumanne ya wiki hii. Amechapisha kwenye mtandao wa kijamii akisema, ni nini kinamfanya adui aombe kwanza kusitishwa kwa vita vya siku 12 na taifa la Iran, kisha kutuma ujumbe akisema hataki kupigana nasi. Anazungumzia ujumbe uliotumwa kwa rais wa Urusi Vladimir Putin uliomtaka bwana Ayatollah Al-Khamenei atambue kwamba Israel haitaki vita. Bila shaka adui ni mbaya na ni mdanganyifu, ni taifa lenye udanganyifu mkubwa. Sisi tupo tayari wakati wote, tumejiandaa kwa ajili ya vita, hatuangalie ujumbe wake.
Maafisa wa Iran wamekuwa wakisema mara kwa mara kuwa matamshi ya viongozi wa kigeni wanaotishia kuchukua hatua au kuhimiza maandamano ni sawa na uingiliaji wa kijeshi katika masuala ya ndani ya nchi. Baraza la Usalama la Ulinzi la Taifa la Iran limesema kwamba hatua yoyote dhidi ya uthabiti au mamlaka ya Iran itachukuliwa kuwa ni uadui. Baraza la Ulinzi la Kitaifa lenyewe limeidhinisha rasmi mnamo Agosti baada ya vita vya Israel na Iran baada ya miongo kadhaa ya kutofanya kazi kufuata vita vya Iran na Iraq katika miaka 1980. Kwa mujibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, chombo hicho kina jukumu la kukagua mipango ya ulinzi na kuimarisha uwezo wa vikosi vya jeshi la Iran kwa njia iliyoratibiwa zaidi. Baraza hilo linaongozwa na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, linajumuisha wakuu wa matawi ya utendaji, sheria na mahakama pamoja na makamanda wakuu kutoka vikosi vya jeshi na wawakilishi kutoka wizara husika. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.